Sasa nilichaguliwa kuwa rais wa nini kama sitazungumza huu uozo hadharani? Nikakae kimya tu kwa kumuogopa nani? Kwa sababu ya maisha yangu sinafuu nizikwe kaburini, lakini ni useme ukweli wa Tanzania waujue. Kwa hiyo nataka kuambia ndugu zangu, vita ya uchumi ni ngumu zaidi kuliko vita ya kawaida. Kumnyang'anya mtu alichokuwa anazoea kukipata bure kwa kuwadharau wa Tanzania kwamba ni mbumbumbu, wapumbavu, wajinga, si kitu rahisi. Na ndio maana ninawaomba sana wa Tanzania, tusimame imara, tuwe wamoja, tupiganie haki zetu. Siku zote nawaambia ndugu zangu, sio kwamba mimi sina damu, wala sio kwamba mimi sipendi hera. Makontena yaliyokaa pale, si ningesema kanipelekee tu kontena mawili kule nikatulia. Lakini nimesema siwezi nikawasaliti wa Tanzania, kwa sababu hamkunisaliti wakati mnanipigia kura. Wamesomba matrillions ya fedha katika nchi. Ni bahati nzuri tu nchi ile ni tajiri, lingekuwa limeshafilisika. Inaonekana Mungu aliipendelea sana nchi hii. Halafu vinasombwa vitu vyetu, sisi tunashangilia. Na wapo wengine wasomi tumewaweka wakasimamia rasilimali hiyo, wanakuwa pate ya hao watu wanaotuibia. Kuna document mpaka watu waliandika kusema hawa wasilipe ushuru wowote wala kodi. Anasaini Mtanzania. Ni maajabu. Ninawaambia ndugu zangu, ni maajabu. Mimi ndiyo rais, ninajua siri zote za nchi hii. Nisingeweza kuzungumza haya kama haya ninayoyazungumza siyajui. Ni kuguswa tu na Roho Mtakatifu, nashindwa kuwataja. Ni maajabu. Ni aibu. Wakati wa Tanzania wanalia, wanakosa vyakula, madawa hawana, unawakuta wananchi mahali hata panapochimbwa hiyo dhahabu ni maskini wa kutupwa, lakini mali inayosombwa ni ya matrilioni. Tumechezewa mno. Na ndio maana nayasema hapa hadharani ndugu zangu kwamba tumechezewa mno. Na mimi nataka niwahakikishie, katika awamu hii ya 5 chini ya uongozi wangu hakuna kuchezewa. Kule Tanzanite zilikuwa zinasombwa tu. Na ndio maana nchi inayoongoza kwa kuuza Tanzanite duniani sio Tanzania. Hata nchi ya pili inayoongoza kwa kuuza Tanzanite sio Tanzania. Wakati madini ya Tanzanite yako Tanzania tu, hakuna nchi nyingine. Na ndio maana yaliandikwa Tanzanite kutokana na neno Tanzania. Katika fedha zote zilizokusanywa za Tanzanite duniani, Tanzania imepata 5%. 95% zimeliwa na wengine wa nje. Mnataka ndugu zangu mimi niache kuzungumza kweli hili? Najaribu kuwaeleza haya. Wanaoguswa na haya hawawezi wakafurahi, kwa sababu ninawaaibisha. Na mimi nataka niwaaibishe, kwa sababu nilichaguliwa kuwaaibisha wale ambao walikuwa wamezoea kuiba hela. Hii ni fact, na ndio maana tumesema no way. Najaribu kuwaeleza hii ndugu zangu ili mjue picture ya serikali yetu na madudu yaliyokuwa yakifanywa ndani ya serikali. Palikuwa na benki moja hapa ya serikali ilipata hasara kwa -6, ikaongezewa hela. Ikapata -11, ikaongezewa hela. Sasa hivi na -22. Manager yupo, wafanyakazi wapo, gavana wa benki yupo, waziri wa fedha yupo, katibu wa fedha yupo.
ndio uozo wa nchi hii. Tumeifunga, tumesema lazima iwekwe usimamizi maalum, lakini huko ndiko fedha zimekuwa zikivusiwa huko. Hii ndiyo Tanzania. Ukizungumza hivi, wale waliokuwa wanasimamia hiyo benki hawawezi wakanipenda, na mimi sitaki wanipende. Mradi napendwa na Watanzania. Sikuja kuuza sura, nilipendwa na mke wangu anatosha.